Mheshimiwa Mwenyekiti, mapokezi yote ya fedha huwa tunawasilisha kwenye kamati ya fedha kuwajulisha kwamba tumepokea fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi fulani. Hizo milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha VETA, halmashauri yako Mheshimiwa Mwenyekiti haijapokea. Unasema haijapokea? Haijapokea Mheshimiwa Mwenyekiti. Wajumbe mmesikia? Ni bahati nzuri nimeona wananchi pia hapa. Tukaseme ukweli, huyu ndio mtendaji mkuu, anachosema ndicho hicho kinachofanyika kwenye halmashauri yenu. Waliouliza hapa ndio wasimamizi wakuu, kinachosema ndicho wanachokisimamia kwenye halmashauri yenu. Isifike mahali tunashindwa kuwa na majibu kwa wajumbe, tunashindwa kuwa na majibu kwa wananchi wakati majibu yanapatikana. Leo hii hapa nashukuru upo mjumbe wa msimamizi wa ilani Chama cha Mapinduzi kwenye ngazi yetu ya kata pale. Haya ndiyo majibu ya serikali yako uliyotutuma kufanya kwenye sekta ya elimu na sekta hizo nyingine. Endelea, nilikuwa nimekukatisha. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, kila kitu kinajadiliwa kiwa ndani ya baraza hili. Mimi nakumbuka Mheshimiwa Mwenyekiti, mlijadili kuhusu chuo kikuu na mwanzoni tulianza na chuo kikuu cha UDOM, lakini iliposhindikana mkatupa agizo wataalamu kwamba tutafute wawekezaji wengine, lakini halmashauri yako Mheshimiwa Mwenyekiti ilitoa hizo ekari 103 na hatimaye tukapata hicho chuo cha Mwalimu Nyerere ambayo ni baraza lako, na mkasaini hiyo memorandum of understanding. Na leo Mheshimiwa Mwenyekiti, ilitakiwa watu hao waje hapa tuwakabidhi ile hati. Tulipowasiliana nao wote wapo nje ya nchi, bodi nzima haipo. Kwa hiyo kimsingi tendo lolote likifanyika lazima lije kwenye baraza lako, ndio linalo uwezo wa. Mheshimiwa Mwenyekiti, unajua mimi binafsi napata tabu na ninaamini na madiwani wenzangu wanapata tabu pale inapofika Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahangaika kwa pamoja, tunakaa kwa pamoja kwenye vikao, tunaiwazia halmashauri yetu mambo mema. Ninajiuliza inakuwaje mwenzetu mmoja ambaye kwa mujibu wa vikao vyetu ni sehemu yetu anaweza kuondoka kwenda kutangaza jambo kwa wananchi wakati ni bichi, na wakati mwingine inawezekana halijui mwenyekiti jambo lenyewe lilivyo, kwa sababu mwenyekiti lazima ifike sehemu tuwe wa kweli. Ifike mahali mwenyekiti tuwe wa kweli. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, humu ndani najua tuko Wakristo na Waislamu ambao hata wakati tunaapa tuliapa ama kwa Biblia ama kwa Qur'an. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna asiyejua ukweli wa kwamba kazi kubwa uliyotuongoza wewe mwenyekiti wetu hapa kufikia kwenye hoja ya chuo kikuu. Hakuna asiyejua ukweli huo. Ndani ya vikao hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekaa hapa tukaumiza kichwa. Mwenyekiti, wewe ni shahidi, wewe na mkurugenzi, namna mlivyotembea usiku wa manane kuhangaika kwa hoja ya chuo kikuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, unakumbuka namna tulipoanza na mchakato tukaenda mahali tumekwenda piga sarakasi, tumeanguka, tumejishauri wenyewe, tumekaa hapa kwenye baraza hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, madiwani wako wanakupa mawazo na tukafikia wazo la kuja na chuo kikuu mbadala kwa sababu baada ya ile issue ya yudo. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, anasimama mwenzetu mmoja anakwenda kwa wananchi anasema mimi nimeleta chuo kikuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najiuliza kwani kuna nini hapa? Tatizo ni nini? Na kwa nini kama jambo ulifahamu usikubali kwamba mimi hili jambo silifahamu? Na mwenyekiti, taratibu zetu za halmashauri ziko wazi. Msemaji wa halmashauri ni wewe mwenyekiti. Hili linalotoka mtu anaenda kusema peke yake kule nje, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna nia gani? Mimi najiuliza mwenyekiti, huyu endeshaji wa halmashauri yetu ni namna gani? Kwa nini asimame mtu mmoja? Mambo bado ni mabichi. Leo hapa tu walikuwa wanakuja watu tukabidhiane hati. Mwenzetu hata hizo procedure hazijafikiwa. Hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuoni kama tunaweza kuja kupoteza potential investors kwenye eneo letu kwa sababu ya hizi haraka zetu zisizokuwa na tija? Na Mheshimiwa Mwenyekiti, bahati nzuri ile MOU wote at least tunaifahamu. Tunakwenda pale tunatamka kwa wananchi maneno magumu ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti, kujibu kwa wananchi ni kazi ngumu. Tumekwenda kutangaza kwa wananchi kwamba kwenye hii mradi wa chuo kikuu tumeletewa bilioni 42. Mheshimiwa Mwenyekiti, ziko wapi hizo fedha? Labda Mheshimiwa Mwenyekiti, tuonyeshe hizo fedha, sababu sisi ndio baraza la madiwani, ndio tuliohangaika na huo mpango.
Kwa nini tunakwenda kutangaza kwa wananchi vitu bado havijaiva? Madhara yake yanakuja kuletea maswali magumu kwa wananchi wetu. Mimi nifikiri mwenyekiti, ifike wakati call spade spade. Pale tunapostahili, mimi niliuliza swali mahali fulani mheshimiwa mwenyekiti, ili ningelikuwa nilitangaza mimi Imani Fute jambo lile kwa mujibu wa taratibu zetu, ningechukuliwa hatua gani? Huyu anapokuwa hapa mheshimiwa mwenyekiti, mdiwani mwenzetu, kwa nini yeye asichukuliwe hatua zile zile? Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nikumbushe tu lililowahi kutokea hapa lililohusu makamu walimiwe kesa. Tukumbushe tu hapa mheshimiwa mwenyekiti, na hakufanya ukiukaji wa kanuni kiasi ambacho mwenzetu anakifanya. Mheshimiwa mwenyekiti, tunaohangaika hapa kuhusiana na issue ya chuo kikuu ni baraza lako hili. Lakini mbaya zaidi mwenzetu hapa anapokwenda ni bora basi angeenda kusema kwamba mimi na madiwani wenzangu tukiongozwa na mwenyekiti wetu anani, lakini hiyo haipo. Inafika kule mimi nimeleta chuo kikuu. Halafu tunalishwa na maneno kwamba tumeletewa bilioni 42. Mheshimiwa mwenyekiti, za wapi? Hivi yule mwekezaji anapokuja kusikia kwamba kumbe ni bilioni 42. Kesho hatuoni kama tunaweza kumpoteza mtu, kwa sababu mtu huyu anajipanga na tunafahamu ile mikataba. Mwenzetu analokana. Mimi mheshimiwa mwenyekiti, nafikiri jambo hili ni lazima tufike sehemu tukielewe kwa ukali kabisa. Sasa tunawapotosha wananchi. Haya, leo angalia, tumeruka tumesema tumeletewa fedha milioni 500 za VETA. Wananchi wanatoa maswali. Mheshimiwa mwenyekiti, vikao vyako havijui hata eneo tulotenga kwa ajili ya VETA. Mimi nafikiri mheshimiwa mwenyekiti, mambo ya namna hii ni mambo ambayo kwa kweli ningeshauri, kwa kuwa msemaji anaonekana na muendelezo wa mambo yale. Mheshimiwa mwenyekiti, hapana, kanuni zitumike kama zilitumika kwa mwingine, na kwa huyu zitumike. Haitwe jambo lile lile alitoa wapi? Alitoa wapi mheshimiwa mwenyekiti? Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nafikiri kwa ustawi na kwa namna bora ya uongozi wa halmashauri yetu, ninadhani hatua zile za kikanuni zingestahili kuchukuliwa mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mkataba ni chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere. Nimesaini MOU, Memorandum of Understanding. Tuna makubaliano ya chuo cha Mwalimu Nyerere, kumbukumbu za Mwalimu Nyerere, kwamba watakuja kujenga kampasi hapa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kielimu, na huenda leo kama watakuwepo watatupa hapa mada kuhusu hicho chuo kikuu kinachokwenda kujengwa hapa Makambako. Na kile hicho chuo ni kile ambacho nilituma ninyi waheshimiwa madiwani tukakitafute. Ndio chuo walichotutuma wananchi wa mji wa Makambako, ndio kile chuo walichonituma wananchi wa kata ya Maguvani. Kwa hiyo ni chuo ambacho tulitumwa, tukajipanga, tukatekeleza, utaratibu umefanyika, na ndio tunafahamu hayo yote. Na leo hapa ndio watatueleza ule mkataba niliosaini mimi mwenyekiti wenu unasema kitu gani, kwa sababu tunao na ni shilingi ngapi, kwa sababu bila kupapasa macho sisi kama madiwani kwenye mji wa Makambako hakuna sehemu tunapojenga VETA. Ilikuwa tujenge Langamoto, bado mipango haijakamilika, hatujaanza. Mkurugenzi atoa ufafanuzi. Lakini chuo kikuu, habari ya chuo kikuu, tumekaa kwenye baraza hili la madiwani, mnafahamu chuo kikuu tulitangaza hapa na tukatangaza hizo fursa, tukasema tunaomba watu wote, taasisi mbalimbali zenye uwezo, sisi tuna eneo kama halmashauri kwa ajili ya ujenzi wa chuo kikuu. Sasa kama kuna diwani anasema yeye ameleta chuo kikuu tena hicho, mkurugenzi tuambie ili tuweze kuambia usahihi wananchi.